Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mkuu, Mungu Baba mkuu wa uzima, tunakuja mbele zako jioni hii na muda huu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru kwa ajili ya uhai, uzima na maisha uliotupa. Tunakushukuru pia kwa ajili ya nafasi na fursa uliotupatia ya kujifunza neno lako. Tunamwalika mwalimu Roho Mtakatifu mahali hapa ili aweze kutufundisha na aweze kutuhekimisha katika neno lako. E Bwana, njoo Roho Mtakatifu, utawale mioyo yetu, ufungue akili zetu, tupate kuelewa na maandiko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ondoa kila kizuizi katika nafsi zetu katika jina la Yesu. Kila mawazo, tunaangusha ngome za mawazo na kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kukutii Kristo katika jina la Yesu. Tufundishe Roho Mtakatifu, tuongoze sasa, tupe hekima ili tusisikie tu neno lako bali tuweze kuliishi. Acha uwepo wako Roho Mtakatifu ujaze mahali hapa na kutubadilisha ndani ya maisha yetu. Roho Mtakatifu, tunakukabidhi sasa somo hili na kuliacha mikononi mwako katika jina la Yesu. Tufundishe na kutuhekimisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Leo ni siku ya 5 ya mfululizo wa somo letu lenye kichwa kinachosema jifunze kuombea akili zako kila siku ili uweze kuzitumia akili zako kama ipasavyo. Somo hili na masomo haya yanapatikana katika darasa huru la Injili linalopatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV. Na mwisho wa somo hili basi usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike, na Mungu akubariki, kwani ukifanya hivyo utakuwa umeungana na familia ya darasa hili kwa ajili ya kumhubiri na kumuinua Kristo duniani kote. Somo tunaloendelea nalo katika siku ya leo au katika siku hii ya 5 ni himizo kwa Wakristo, himizo kwa watu wote kwamba tujifunze kuziombea akili zetu kila siku ili tuweze kuzitumia kama ipasavyo. Na neno linalotuongoza ni Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 34. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari ule wa 34. Neno la Mungu linasema, tumieni akili zenu kama ipasavyo, wala msitende dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu. Ninanena hayo niwafedheheshe. Tumieni akili kama ipasavyo. Ina maana unaweza ukawa akili halafu usizitumie. Paulo anasema ninyi mnazo, tatizo lenu ni kuzitumia. Na inawezekana mnazitumia, lakini mnazitumia chini ya kiwango au mnazitumia vibaya. Tumieni akili zenu kama ipasavyo, wala msitende dhambi. Jawabu la kutumia akili kama ipasavyo ni kuepukana na dhambi, ni kutokufanya dhambi. Kufanya dhambi inaonyesha unatumia akili yako chini ya kiwango. Ni kipimo rahisi tu. Ukija kuona wewe unakimbilia kufanya dhambi, machukizo, wewe unatumia akili chini ya kiwango.
Ndivyo Biblia inayosema, wala sio mimi. Na tumeendelea na somo hili leo ikiwa ni siku ya 5, na tumeendelea kumchambua pia mwanadamu. Tulisema katika somo lililopita au katika vipindi vilivyopita kwamba mwanadamu ameundwa na visehemu vitatu. Mwanadamu ni jina la jumla linalotaja watu watatu. Mungu alimuumba mtu, hajamuumba mwanadamu, na ameumba watu watatu akawafungasha kwenye furushi linaloitwa mwanadamu. Ndani ya mwanadamu kuna mtu anayeitwa roho. Ndani ya mwanadamu kuna mtu anayeitwa mwili. Ndani ya mwanadamu kuna mtu anayeitwa nafsi. Hivi vitu vitatu hata uumbwaji wake ulikuwa tofauti. Tuliona katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27, Mungu alipomuumba mtu kwa mfano wake na kwa sura yake, Mungu aliumba roho ambaye ndio wewe mwenyewe. Lakini kama haitoshi, ukisoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, Biblia inasema mwanadamu, Mungu akamuumba mtu tena. Ni kama anarudia, lakini safari hii akamuumba mtu, sio kwa mfano wake na sura yake kama alivyoumba katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, Mungu akamuumba mtu, safari hii kwa mavumbi ya ardhi. Mtu wa pili. Mtu wa tatu huko kwenye mstari wa 7 huo, lakini anasema Mungu akampuliza puani yule mtu aliyeumbwa kwa mavumbi ya ardhi na yule mtu ambaye aliumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, wakachanganywa, bado ikawa uhai haujaingia. Hadi hapo Mungu aliporuhusu kitu cha tatu, akapuliza puani, mtu akawa nafsi. Mtu akawa nafsi iliyo hai. Kwa hiyo mwanadamu ana roho, ana nafsi, ana mwili. Hivi vitu vitatu vinakamilisha utatu wa mwanadamu. Mtu anapokufa, maana yake hivi vitu vitatu vinatengana. Ukisoma katika Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7, Biblia inasema mtu anapokufa, roho inarudi mbinguni ilikotoka na mwili unarudi mavumbini, udongoni ulikotoka. Kila kimoja kinarudi kwao, kila kimoja kinarudi mahali pake. Ndivyo Biblia inavyotuonesha. Na Mungu atusaidie. Leo katika vile vitu vitatu tulisema vyenyewe tena vinaungana, vinatengeneza utu wa aina mbili. Kuna utu wa nje unaoonekana, lakini kuna utu wa ndani usioonekana. Utu wa ndani usioonekana umeundwa na vitu viwili, umeundwa na roho, umeundwa na nafsi. Hivi viwili vilitoka kwa Mungu na ndivyo vinavyounda utu wa ndani wa mwanadamu. Utu wa nje ni mwili huu unaoonekana kimwili, unayemwona anaongea hapa ni utu wa nje, lakini kuna kimwili ambayo yuko ndani ya mwili huu, katika nafsi na katika roho. Huyo kimwili mwenyewe anaitwa roho na nafsi. Huo ndio utu wa ndani, na tulijifunza kipindi kilichopita kwamba utu wa ndani ndio wenye nguvu unaoongoza utu wa nje. Utu wa nje unatekeleza tu, unatekeleza kilichoamuliwa kwenye utu wa ndani. Mtu ni ndani, utendaji wa mtu unatoka ndani, mawazo yanatoka ndani, maagizo yanatoka ndani, maamuzi yanatoka ndani, akili inayoongoza mwili huu inatoka ndani. Kwa hiyo mwanadamu anaongozwa kutoka ndani. Ndio maana Yesu alisema, amtazamaye mwanamke kwa kutamani ameshakuzini naye. Wapi? Moyoni. Heri mwenye moyo safi,
maana huyo atamuona Mungu. Moyo, nafsi ni kitu cha muhimu sana. Na leo katika siku hii ya 5 tunataka tujifunze habari ya nafsi kwa undani kidogo. Habari ya nafsi kwa undani kidogo. Nafsi ni nini? Nafsi ni sehemu ya mtu inayohusika na mambo ya mtu. Ni sehemu ya mtu ambayo ina ufahamu wa mtu mwenyewe, au nafsi ni kiini cha ubinafsi wa mtu. Ubinafsi wa mtu katika wale watu watatu walioumbwa na Mungu. Leo tunajadili nafsi. Mwanadamu ameumbwa roho, nafsi na mwili. Sasa leo tunataka tujadili juu ya nafsi, kipengele kimojawapo hiki ambacho jina lingine nafsi inaitwa moyo. Ndani ya nafsi leo tunataka tuchambue, tuikute, maana tulikuwa tunataja akili ndio hiyo kwenye moyo, lakini kuna vitu kadhaa vipo kwenye nafsi. Kwa hiyo nafsi ni kiungo kati ya roho na mwili. Katika vile vitu vitatu, roho, nafsi na mwili. Nafsi ni kiungo kinachokaa katikati, ni mtu anayekaa katikati ya roho na mwili. Katikati ya roho na mwili, hapa katikati kuna nafsi, na kazi ya nafsi ni kuweza kusuluhisha mgogoro uliopo kati ya mwili na roho. Mgogoro, mwili na roho na nafsi vinakaa, roho na nafsi vinakaa ndani ya mwili, lakini mwili na roho havielewani. Mpatanishi ni nafsi hapa katikati, na nafsi ni kiungo cha kuleta upatanisho, kwa sababu mwili una lugha yake ya kidunia, roho ina lugha yake ya kimbinguni. Roho ilitoka kwa Mungu, mwili ulitoka udongoni. Mwili una mahitaji yake kama kulala, kula, kuvaa, ni mahitaji ya mwili, lakini roho sivyo. Roho mahitaji yake ni neno la Mungu. Kwa hiyo mwili una lugha yake ya kimbingu ya kineno la Mungu, lakini mwili una lugha yake pia. Sasa lugha hizi ni gongana. Roho ikiongea mwili haelewi, mwili ukiongea roho haelewi. Anayetafsiri hizi lugha ili waweze kuelewana, mkarimani hapa ni nafsi. Nafsi ndio ambayo tunataka tuiangalie kwa undani kidogo, ni nafsi. Kwa hiyo roho akiongea mambo ya kiroho, nafsi anapokea, anamtafsiria mwili. Mwili unasema sawa. Kwa hiyo mwili nao unajibu kwa lugha yake, roho anaipokea, anamtafsiria. Kwa hiyo ina maana nafsi ni kiungo cha kati cha ufahamu, kinaelewa lugha zote. Nafsi inaelewa lugha ya mwili, nafsi inaelewa lugha ya roho. Kwa hiyo wanapoongea hawa wenyewe kwa wenyewe hawaelewani, wanagombana. Ndio maana ukisoma katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17 anasema hivi: kwa sababu mwili hutamani ukishindana, umeona hiyo, ukishindana na roho. Mwili hutamani ukishindana na roho, na roho hushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Mwili na roho vinashindana, vinagombana. Msuluhishi hapa vinagombana nini? Kwa sababu kila mmoja anataka aongoze. Mwili unataka kuongoza, roho inataka kuongoza. Mpatanishi hapa ni nafsi, na mtu aliyeokoka, maana yake roho imekubaliana na nafsi. Kwa hiyo mwili unakuwa hauna nguvu, hauna sauti tena, kwa sababu unapookoka roho yako na nafsi vinakuwa marafiki. Lakini kwa mtu ambaye hajaokoka, mwili wake unakuwa rafiki na nafsi, kwa hiyo roho haina nguvu. Ndio maana mambo ya kiroho kwa mtu ambaye hajaokoka hayana nguvu, sio kipaumbele. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yake imeungana na mwili. Kwa hiyo nafsi ikiwa na urafiki na kimojawapo kati ya mwili na roho, unakuta kimojawapo ambacho hakina urafiki na nafsi kinakosa nguvu. Ukiokoka, roho yako
inakuwa rafiki na nafsi, vinashikana. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu yanatekelezwa na Mungu, mwili unakuwa umekufa, hauna nguvu. Lakini mwili wako ukiungana na nafsi, roho inakufa, unakuwa huna imani, huna chochote. Kwa hiyo nafsi ni kiungo cha kati. Nafsi ni daraja kati ya roho na mwili. Nafsi ndiyo mfasiri wa ndani, hutafsiri mambo ya rohoni ili mwili aelewe, hutafsiri matendo ya mwili ili roho apokee, kama tulivyosoma katika Wagalatia sura ya 6 mstari wa 16. Biblia inasemaje? Basi nasema, enendeni kwa roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. 7:17. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho ukishindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Kwa hiyo kuna vita kati ya mwili na roho, na nafsi ndio uwanja wa mapambano. Vita inapiganwa pale. Uwanja wa mapambano ni nafsi ya katikati. Mwili na roho zinakutana pale, zinapambana. Nafsi akiweza kuwaelewesha, maisha yanaendelea, lakini havielewani. Marko sura ya 14 mstari wa 38 anasema, kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Yesu alieleza haya maneno kwamba kesheni, ingawaje kwenye mambo ya Mungu roho iko radhi, lakini mwili ni dhaifu. Mwili unavuta kwenda kwenye mapenzi ya Mungu, lakini mwili unavuta kwenda kwenye mapenzi yake, si kwenye mapenzi ya mwili. Vinashindana. Mwamuzi ni nafsi. Mwamuzi hapo ni nafsi. Yesu alisema maneno haya alipowakuta wanafunzi wake wamelala, wakati walitakiwa kumwomba Mungu pamoja naye kabla ya Yesu kukamatwa. Maana yake ni nini? Ni kwamba mtu anaweza kuwa na nia nzuri kiroho, lakini udhaifu wa kibinadamu, udhaifu wa kimwili unaweza kumfanya ashindwe kutenda kile anachotaka kufanya. Unaweza ukawa na nia kabisa ya kuokoka, lakini mwili unakuvuta. Unaweza ukawa na nia nzuri kabisa. Ndio maana Biblia inasemaje? Wengi watataka kwenda mbinguni wasiweze. Wanafunzi wakamwambia, sasa kama ni hivyo, ufalme wa mbinguni nani atakayeingia? Yesu akasema, lisilowezekana kwa wanadamu linawezekana kwa Mungu. Maana yake nini? Roho inaweza ikawa iko radhi, roho inataka, lakini mwili ni dhaifu. Na kanisa au Wakristo wengi au wanadamu wengi sana wanataka, wanampenda Mungu, lakini wanaangushwa na mwili. Mwili kwao una nguvu, ndio maana wanazini pamoja na Ukristo wao. Roho inataka, ndio maana wanaenda kanisani, lakini wakitoka kanisani wanakwenda kilabuni, wanakwenda kwenye michepuko, wanakwenda kwenye uchawi, wanakwenda. Kwa nini? Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Unahitaji kuiombea nafsi yako iwe na nguvu ya kufanya maamuzi, iungane na roho ili uweze kuokoka, upate ushindi. Angalia hili neno katika Warumi sura ya 7 mstari wa 15. Warumi sura ya 7 mstari wa 15, neno la Mungu linasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo nilitendalo. Mstari wa 16, lakini kama nikitenda lile nisilolipenda, na naikiri ile sheria ya kuwa ni njema. 7, basi sasa si mimi nafsi yangu nitendaye hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Hata dhambi inakaa ndani.
inachomoka, unaitekeleza kwenye mwili. Inadai mwili unaweza ukavuta dhambi kutoka ndani kama imepatana na nafsi. Kwenye nafsi huko kama hakujakaa vizuri, dhambi inavutwa inatekelezwa huko, inavutwa inatekelezwa huko nje. Mungu atusaidie. Sehemu ya pili ambayo nataka tujifunze ni hii. Hizi ndizo chemchemi za uzima, vipengele ambavyo nitavitaja hapa ambavyo viko kwenye nafsi, kwa sababu nafsi ina vipengele vinne. Nafsi ina visehemu vinne ambazo ndizo chanzo cha chemichemi za uzima. Biblia inatuambia nafsi ina kitu kinachoitwa hisia. Moja. Pili, nafsi ina kipengele kinachoitwa nia au akili au mind. Kipengele cha pili. Kipengele cha tatu, nafsi ina kipengele kinachoitwa maamuzi, will power, willing power. Will power ni maamuzi, ni kipengele cha tatu. Kipengele cha nne ni dhamiri, conscience. Kwa hiyo mwanadamu kwenye nafsi yake kuna vitu vinne vilivyounda nafsi, na ni nia yangu kuweza kuvipitia vyote. Mungu atupe nafasi, na utapona kama utakaa vizuri na kumruhusu Roho Mtakatifu katika somo hili. Utajipiga x-ray, utajijua ulivyo kwenye nafsi yako na utajua unakwama wapi. Nafsi kama kiungo muhimu sana cha kutafsiri mambo, kina visehemu vinne, na katika hivyo visehemu vinne ndiyo chemchemi ya uzima. Ndio maana unasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, kwa sababu ndiko zikotokako chemchemi za uzima. Hizo chemchemi za uzima ni nini? Kwenye nafsi yako, kwenye moyo wako ni hisia ambazo inaitwa emotion. Pili ni nia au akili au mind, chemchemu ya uzima hii ya pili. Chemchemu ya uzima ya tatu inayotoka kwenye moyo unayoambia ulinde sana inaitwa maamuzi, will power. Na chemchemi nyingine ya nne iliyo kwenye nafsi inaitwa dhamiri. Biblia inasema katika Mithali sura ya 4 mstari wa 23 kwamba linda sana moyo, linda sana moyo. Huu mstari tulitafakari kwa kirefu somo lililopita. Linda sana moyo. Anajua kuna vitu vingine unalinda, lakini anasema kwenye moyo linda sana kuliko vyote ulindavyo. Kwa nini? Anasema maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Na mimi nimekutajia hivi vitu vinne ambazo unatakiwa ulinde sana, ili chemchemi ya uzima kupitia hisia uweze kuzipata, chemchemi za uzima kupitia akili uweze kupata, chemchemi za uzima kupitia maamuzi uweze kupata, chemchemi za uzima kupitia dhamiri uweze kupata. Vitu vinne viko kwenye nafsi, vitu vinne viko kwenye nafsi. Kwa hiyo chemchemi za uzima zinaonyesha vitu vinavyotiririka kutoka moyoni na kuendesha maisha ya mtu kwa nje. Chemchemi ya uzima inaonyesha vitu vinavyotiririka kutoka moyoni na kutoka huku nje kuendesha maisha ya mtu. Nafsi ipo kwa ajili ya kuendesha maisha ya mtu. Mtu anaendeshwa kwa utu wa ndani kupitia kiungo kinachoitwa nafsi, kupitia kitu kinachoitwa moyo. Ndani ya moyo, ndani ya nafsi kuna vitu vinatiririka ambavyo vikitoka nje vinasababisha uendeshe maisha yako. Bila hivyo huwezi ukaendesha maisha. Maisha yako kuwa mazuri yanategemea hizo chemchemi za hivyo vitu vinne nilivyovitaja. Vikifurika kutoka nje, maisha yanakwenda, yawe mazuri yawe mabaya, lakini chemchemi zinatoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nafsi ni kituo cha ufahamu.
wa mtu na mawazo ya binadamu ambayo huzaa hisia ambazo ina chemchemi yake, huzaa akili. Akili iko kwenye nafsi, mind iko kwenye nafsi, huzaa maamuzi. Maamuzi yote unayoyafanya tangu asubuhi mpaka jioni yako kwenye nafsi. Kwa hiyo nafsi inatoa chemchemi ya maamuzi, unaamua. Ndio nasema chemchemi, maana yake inafurika mfululizo, unaziishi hisia mfululizo tangu asubuhi mpaka usiku unapolala, unaziishi hivi vitu vinne, unaviishi saa zote, viko kazini. Ndio maana Biblia inasema chemchemi ya uzima, kinachotakiwa ni kulinda huo moyo. Hizi chemchemi za uzima zinazofurika kutoka moyoni ziweze kukusababisha kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, kwa sababu tangu asubuhi mpaka tunapolala, tangu tunavyoamka asubuhi mpaka tunapokwenda kulala usiku, ndani kunakuwa na chemchemi za hisia, hazikomi. Ndani kunakuwa na chemchemi za akili na ufahamu. Akili zako na ufahamu wako unafanya kazi mfululizo, hakuna kusita. Ukisita umekufa. Ndio maana ita chemchemi za uzima. Kwa nini? Maamuzi tangu asubuhi, hata unapoamka lazima uamue. Unapoteremka kitandani utangulize mguu gani? Unaamka tangu mpaka unapoenda kulala, unatawaliwa na mafuriko, chemchemi za uzima wa maamuzi. Tangu unapoamka asubuhi, dhamiri yako inakuwa hai kukushitaki, hili sawa, hili si sawa, hili sawa, hili si sawa. Ndio maana nasema kwamba linda sana moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu ndiko zitokako chemchemi za uzima. Chemchemi hizo za uzima, chemchemi si unajua za maji, maji yanatoka, chemchemi ni maji yanayotoka mfululizo. Maana yake kwenye nafsi kunatoka chemchemi za uzima kupitia hivyo vitu vinne. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu akubariki sana. Chemchemi hizo zinatoka kupitia hisia, emotion, kupitia nia, akili au mind, kupitia maamuzi, will power, maamuzi, kupitia dhamiri, vitu vinne. Mungu anipe neema ili tuvipitie vyote vinne, uone jinsi vinavyochemka kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuanze cha kwanza, hisia. Chemchemi ya kwanza, kipengele cha kwanza kilicho kwenye nafsi ni hisia. Wazungu wanaita emotion. Hebu sema emotion. Hilo neno hata wenye mapengo wanaweza wakatamka. Sema emotion. Emotion ni hisia, na hisia ni majibu ya ndani ya moyo wako kuwa kile kinachotokea nje na ndani yako. Kinaonyesha kile kinachotokea ndani yako. Ni jinsi unavyohisi. Hisia ni nini? Ni jinsi unavyohisi furaha, ni vile unavyohisi uchungu, ni vile unavyohisi hofu, ni vile unavyohisi upendo. Mithali sura ya 4 mstari wa 23 anasema, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Furaha ni chemchemi, inaweza ikatoka kwenye moyo wako. Kwa hiyo furaha ni sehemu ya hisia. Unahisi kufurahi, unahisi kuchukia, unahisi kupenda, unahisi vitu vya namna hiyo. Ndio hisia. Kwa hiyo furaha ni hisia, huzuni ni hisia, hasira ni hisia, hofu ni hisia, wivu ni hisia, amani ni hisia, hamu ni hisia, aibu ni hisia, msisimko ni hisia. Kumbuka Yesu mwenyewe alilia pia. Yesu amewahi kumlilia Lazaro, alionyesha hisia. Kwa hiyo hisia ni chemchemi zinazotoka moyoni, na zinatoka mbaya, zinatoka nzuri. Kwa mfano, hofu ni hisia, ni mbaya. Uoga ni hofu,
ni hisia, ni mbaya. Wasiwasi, mashaka, woga, hasira, kiburi, jeuri, hivi vyote ni hisia, ziko kwenye nafsi. Lakini furaha, upendo, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, upole, kiasi, hizo ni hisia, zinatoka kwenye nafsi kama chemchemi za uzima. Sasa inategemea wewe uko upande gani, inategemea. Lakini unaweza ukachukia, unaweza ukafurahi, unaweza ukapenda, unaweza ukachukia. Hiyo ipo. Kipengele kinachoamua uchukie au ufurahi ndio kinaita hisia. Hiyo ni chemchemi iliyo kwenye nafsi. Chemchemi mojawapo, Yesu mwenyewe alilia machozi. Yohana 11:35 Biblia inasema Yesu akalia machozi. Hii ni miongoni mwa mistari ya Agano Jipya iliyo mifupi zaidi. Biblia ina mistari mifupi. Katika Agano la Kale mstari mfupi ni ule unasema usizini na usiibe. Usiibe ni mstari peke yake, usiibe. Huko kwenye Kutoka sura 20, usiibe ni mstari unajitegemea kabisa, una neno hili. Katika Agano Jipya mistari mifupi mmojawapo ni huu, unasema Yesu akalia machozi. Kwenye Kiingereza, kwenye Biblia ya Kiingereza ndio mstari mfupi kuliko yote, unasema Jesus wept. Maneno mawili tu, Jesus wept. Kwenye Kiswahili Yesu akalia machozi, ni mstari mfupi, una silabi, una herufi 17, una herufi 17. Lakini katika Marko sura ya 3 mstari wa 5 anasema akawakazia macho pande zote kwa hasira. Huyo Yesu akawakazia macho pande zote kwa hasira, akiona huzuni kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao. Akawaambia yule mtu, nyoosha mkono wako. Naye akanyosha mkono wake, ukawa mzima. Yesu anachukia sana kuonyesha hisia. Hapa anasema Yesu alikasirika, akawa na huzuni. Anatuonyesha hisia mbili. Kwa hiyo mwanadamu wa kawaida ana hisia, anaweza akawa na huzuni kama Yesu, anaweza akakasirika. Sasa katika Luka sura ya 10 mstari 21 anasema saa ile ile akashangilia kwa Roho Mtakatifu akisema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Hapa Yesu anafurahi. Luka sura ya 10 mstari wa 21. Biblia akashangilia katika Roho Mtakatifu. Yesu akashangilia katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hisia hutoka moyoni na huathiri namna mtu anavyoishi kwa kuhusiana na wengine. Hisia ni kisehemu cha nafsi kinachobubujikia uzima kuhusiana na watu. Jinsi anavyoshirikiana na watu, tunatumia hisia kushirikiana na watu. Tutawapenda hisia, tutawachukia hisia. Kwa hiyo hisia inatumika kwenye kuhusiana na watu. Unapookoka unahusianaje na watu? Unawapendaje watu? Unawachukiaje watu? Unawapenda, unawachukia? Unawaonea wivu? Unawaonea hasira? Unawafanyaje? Kwa hiyo hisia ni chemchemi ya uzima iliyo kwenye nafsi, inayotusaidia kushirikiana, kuhusiana na wanadamu wenzetu, kuhusiana na Mungu. Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, na kwa roho yako yote, na jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo upendo, hisia ni kwa ajili ya mahusiano. Wewe katika Ukristo wako
unatumiaje hisia zako kwa Wakristo wenzako? Au una kazi ya kuwaloga? Au una kazi ya kuwauzia pombe? Upendo wa Mungu uko wapi hapo? Au una kazi ya kuwaibia? Upendo wa Mungu uko wapi hapo? Au una kazi ya kuwasengenya? Upendo wa Mungu uko wapi hapo? Unawachukia? Unaona wivu wanapofanikiwa? Mungu atusaidie ili hisia yetu, nafsi yetu ibubujikie uzima. Maana yake katika hisia tuhusiane na wenzetu vizuri, ni kitu cha muhimu sana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo nataka tujifunze ni kwamba katika hilo kwamba hisia zikikamatwa na adui utakuwa na huzuni. Hisia zikikamatwa tu na adui lazima uwe na huzuni. Jambo la kwanza, kuna vitu vinaweza vikatokea iwapo shetani, sikumbuka, Ibilisi anaiwinda sana nafsi ili kuipofusha. Kaikamata sasa, akaipofusha. Dalili mojawapo, hisia zako zikikamatwa utakuwa na hisia za huzuni. Zaburi ya 42 mstari wa 5 asema, nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Bwana, umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Nafsi yako ikikamatwa, hisia zako, utajazwa na huzuni, na watu wengi wanakuwa na huzuni mpaka wanajiua. Hiyo ni adui shetani, amekamata nafsi kwenye kipengele cha hisia. Jambo la pili linalotokea kama hisia zako zikikamatwa, unakuwa na hasira, unakuwa na chuki, unakuwa na uchungu, unatenda mambo ya ajabu. Waefeso sura ya 4 mstari wa 26, Biblia inasema hivi, muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe Ibilisi nafasi. Hasira, uchungu, hizo ni hisia. Ukizifanya ni mlango wa Ibilisi kukuingia na kukuvaa zaidi. Biblia inasema jua lisichwe ungali na uchungu wako. Ukilala na uchungu asubuhi, dhambi na hicho kitu ambacho kilikukasirisha jana kinakuwa na hatua maradufu. Ndio maana Paulo anasema usilale na uchungu, jua lisichwe. Ukiwa bado una hisia za uchungu, una hisia za chuki. Lakini tazama wanadamu walivyo leo, wanachukiana mwezi, mwaka, hata kwenye ndoa. Watu wananuniana, wale ambao walikuwa wanapendana, hani nyonga mkaliaini, sijui nini, maneno kibao. Huwezi ukaamini hao wapendwa, kuna siku wananuniana mwezi, wananuniana wiki. Ndoa si mchezo. Kitu gani kimeingia hapo? Shetani kacheza na hisia. Wale waliokuwa wanapendana, hao wanachukiana, na inafika mahali wengine mpaka wanauana kama wenzi. Wasikia baba kampiga mchi wa shingo mumewe, kamkata shingo kavu. Wasikia baba kamchinja mkewe. Mbaya. Hisia zikikamatwa na adui, utakuwa na chuki, utakuwa na wivu, utakuwa na fitina. Mwenzako akipata unajisikia vibaya, mwenzako akipata unaenda kulala kwa hasira. Mbaya. Furahia nao wanaofurahi. Yesu anasema hivi. Jambo lingine katika hasira, ni Mhubiri sura ya 7 mstari wa 9 anasema, usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Hasira inakaa kifuani mwa mpumbavu. Ukija kuona una hasira za ovyo ovyo, jua upumbavu haujakaa mbali. Wasikia mimi ndivyo nilivyo, mimi na hasira. Maana yake ni kwamba hasira ya binadamu mara nyingi huzaa ugomvi. Hasira huzaa maamuzi mabaya. Hasira hutoa maneno ya kuangamiza au matusi.
au matendo yasiyo haki. Baada ya tabia hii unakosa haki. Jambo la tatu ni hofu. Adui akikuvamia anakupa hofu. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7 anasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo Mungu atusaidie ili mwanga wa nuru ya Kristo uangaze ndani yetu. Biblia inasema katika Zaburi ya 62 mstari wa 8, enyi watu mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiye kimbilio letu, tumkimbilie Mungu aweze kutusaidia. Hiyo ni chemchemi ya kwanza. Chemchemi ya pili inaitwa nia au akili. Chemchemi ya pili hii tuliiongea kwa kirefu ama kipindi kilichopita, kwamba akili hii ni mind, iko kwenye utu wa ndani. Akili iko kwenye nafsi, ni mojawapo ya chemchemi za uzima zinazofurika kila siku, kwa sababu akili ya mwanadamu haikomi, kama tulivyoona kwenye hisia, tangu asubuhi mpaka usiku unapolala. Chemichemi za hisia zinapanda tu, ya chuki inaingia, hii inatoka, hii inaingia, inatoka, chemchemi zinakwenda, lakini inatakiwa ziwe za uzima. Hali kadhalika kipengele hiki cha akili cha nia cha mind kinachemka. Akili ndiyo sehemu ya kufikiri au kutafakari au kutafakuri au kupanga. Akili ni sehemu ya kifikira, ni sehemu iliyotawaliwa na ufahamu. Unapookoka inatakiwa hii sehemu ibadilishwe. Tunasoma katika Warumi sura ya 12 mstari wa 2, anasema hivi, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu. Nia ni kipengele cha akili. Nia ni Kiswahili kingine nia ni akili, kwa Kiingereza ni mind. Mind ni akili iliyoko kwenye nafsi. Unapookoka unabadilishwa, kinachobadilishwa ni nia, ni akili. Paulo anasema hapa katika Warumi sura ya 12 mstari wa 2, anasema mkiokoka msiishi kama mataifa wasiomjua Mungu wanavyoishi, bali mgeuzwe nia. Ndio maana unasema kwamba Ukristo ni mabadiliko, na kitu kimojawapo kinachobadilishwa ni akili, ni mtazamo, ni mienendo, ni tabia. Mkristo ambaye hajabadilishwa fikira anafikiri kama watu wasiookoka, anafikiri kama watu ambao sio Wakristo, bado hajakuwa Mkristo. Maana Ukristo sio dini. Ukristo ni imani katika Yesu Kristo, ambayo ukishamwamini anakubadilisha. Sisi tu Wakristo kwa sababu ya Kristo aliyetubadilisha. Kama hujawahi kubadilishwa, unapoteza muda wa kwenda kanisani, kwa sababu Ukristo sio kwenda kanisani. Ingawaje ukiwa Mkristo utaenda kanisani, lakini kwenda kanisani sio kigezo. Maana hata wachawi kanisani wanaenda kuloga. Sasa utasema ni Wakristo. Mbona hata walevi wenye baa wanaenda kanisani na wengine ni wazee wa kanisa? Utaniambia ni Wakristo. Ni Wakristo wapi? Sio Wakristo, ni wanadini tu. Mkristo anaishi maisha ya Kikristo, amegeuzwa nia, amegeuzwa akili. Mungu atusaidie, kwa sababu kipengele hiki tulikisoma muda, sitaki nikae sana. Katika Mathayo anasema hivi, Mathayo sura 15:19 hadi 20, kwa maana moyoni wapi? Kwa maana moyoni, utu wa ndani, hutoka mawazo mabaya. Mawazo mabaya yanatoka moyoni, ambayo ni uwaji, uzinzi, uasherati, wivu, ushuhuda wa uongo, matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi. Lakini kula kabla hujanawa mikono hakumtii mtu unajisi. Uongo unakuwa kweli,
unageuzwa unakuwa kweli. Mungu atusaidie, kwa sababu kama tukimruhusu adui akiruhusiwa akakamata akili zako, kuna vitu vitatokea. Kwanza, uongo unakuwa kweli. Hujawahi kuona watu wa dunia ya sasa, yaani uongo ndio kweli na kweli ndio uongo. Wanaotenda mabaya ndio wanaonekana mashujaa, wanaotenda haki wanaonekana ni maadui. Dunia hii ya sasa, kama unataka watu wakuchukie, sema kweli, tenda kweli, hawezi kukupenda kwa sababu akili zao zimekamatwa. Uongo ndio wanaona kweli, kweli ndio wanaona uongo. Nyeupe wanaita nyeusi na nyeusi wanaita kweli. Akili zimepinduliwa. Fuatilia mpendwa, fuatilia, sio uongo. Dunia ya sasa, kweli ndio uongo na uongo ndio kweli. Ni hila ya adui, na sifa hii ipo mpaka kanisani, mpaka kwa watumishi wa Mungu. Watu wanasema uongo tu, na hakuna uongo mdogo na mkubwa, haupo. Uongo ni uongo tu. Umewahi kuona watumishi wanavyodanganya kwenye simu? Niko Morogoro, anadaiwa hapa, kumbe yuko nyuma ya nyumba hapa. Niko Morogoro mtumishi, nikija na kulipa deni lako. Watu wanadanganya sana kwenye simu. Dunia ya sasa, kweli ndio uongo na uongo ndio kweli. Soma Waefeso sura ya 4 mstari wa 17. Jambo la tatu, upinzani dhidi ya Mungu. Akili yako ikikamatwa, unakuwa mpinzani dhidi ya Mungu, unalipinga neno la Mungu, unalikataa neno la Mungu, ukifikiri wewe una akili kuliko Mungu aliyekuumba. Ni utovu wa nidhamu, ni utovu wa nidhamu kulikosoa neno la Mungu, ni utovu wa nidhamu kuwakosoa wahubiri na kuwasingizia kwamba huyu Freemason, haiwezekani, huyu naye anajifanya, huyu naye. Sawa. Warumi sura ya 1 mstari wa 21 nasema, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao wa mioyo yao yenye ujinga, ikatiwa giza. Shetani anatia giza. Akili zako ndugu yangu zikikamatwa, unaweza ukawa kichaa, unaweza ukapata ugonjwa wa kichaa. Hapo vichaa wengi tu waliologwa wako wengi sana. Marko 5 sura ya 5 mstari wa 2, tunakumbuka yule kichaa. Yesu alipokwisha kushuka chomboni, mara akakutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini. Unasikia, huyo mtu kichaa. Ukichaa kaupata kwa mapepo, hayataki kukaa ndani, yanakaa makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena, hata kwa minyororo alikata. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuivunjavunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Kwa nini? Nasema, na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na mlimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Unaona huu kichaa kwa ajili ya mapepo. Kuna vichaa wengi sana ni kwa ajili ya mapepo tu, maroho ya uonevu yamewavaa. Wengine wamelogwa, wengine ni mapepo, wengine ni madawa ya kulevya, lakini zote hizo ni hila za adui aharibu akili yako. Kumbuka vipindi vilivyopita tulisema shetani anachowinda kwa mwanadamu ni akili. Akishaishika nafsi yako, akaishika akili, umekwisha. Unakuwa zezeta, huwezi kufanya chochote. Unakuwa bumbuazi, huwezi kufanya chochote. Akili ni muhimu sana.
unakuwa na depression. Mungu atusaidie, Mungu atusaidie. Adui akikamata akili zako, unakuwa na wasiwasi mkubwa ambao unaitwa anxiety disorder. Anxiety disorder, unakuwa na wasiwasi mkubwa. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7 nasema, msiwe na wasiwasi juu ya neno lolote, msiwe na wasiwasi juu ya neno lolote. Kwa hiyo kuna dalili mbaya sana iwapo akili zitakamatwa. Jambo la 3, maamuzi au utashi au willpower. Maamuzi ni uwezo wa kuchagua kufanya au kutofanya, hapana au ndio, niende nisiende. Na maamuzi ni jambo tunalolifanya tangu tunaamka, chemichemi yake haikati mpaka tunapolala. Utaamua mpaka muda wa kulala. Maisha ya mwanadamu yametawaliwa na maamuzi 24/7. Maisha yako ni maamuzi, na ulivyo sasa hivi ni matokeo ya maamuzi yako. Kuvaa ulikovaa ni matokeo ya maamuzi. Nyumba unayoishi ni matokeo ya maamuzi. Mke uliye naye na mume uliye naye ni matokeo ya maamuzi. Kuna watu wengine wanafungwa na shetani, wanachelewa kuamua. Hujaolewa, inawezekana kwa sababu ya maamuzi. Ulishindwa kufanya maamuzi, ukamkatalia huyo baba, kaenda kaoa mwingine, unajuta. Maamuzi. Wengine wameachana na waume zao, wameachana na wake zao kwa ajili ya maamuzi. Alitongozwa na mume jirani, akafikiri ataenjoy. Alipomwacha mumewe, alipokwenda kule akakuta hali ngumu, anatamani kurudi, hawezi. Maamuzi. Maamuzi yanasababisha tufanye vizuri au tufanye vibaya. Matokeo ya umaskini au utajiri ulionayo ni maamuzi. Unaamua uwe tajiri, unaamua uwe maskini, ni maamuzi. Shetani akikamata maamuzi yako, umekwisha, huna maendeleo. Kile utakachoambiwa utabisha. Maamuzi. Utaamua kukaa, utaamua kusimama, utaamua kutembea, utaamua kukaa, utaamua kupika, utaamua kufunga, utaamua kwenda kanisani, utaamua kukaa, utaamua kuwa Muislamu, utaamua kuwa Mkristo. Ni maamuzi. Kuna vitu tu ambavyo huwezi ukaamua: kupepesa macho, kupiga chafya, kupiga miayo. Kuna vitu huwezi kuamua, lakini vilivyobaki vyote tunaamua, kasoro kufa. Huwezi ukaamua ufe au usife. Kuna vitu, lakini vilivyobaki vyote, ulivyonunua ni maamuzi, usivyonunua ni maamuzi. Unakataa kununua gari, ni maamuzi. Umenunua gari mbovu, unanikia mahindi, ni maamuzi. Kufuga unaogopa, maamuzi. Kila kitu maamuzi. Unaacha kufanya jambo moja kwa sababu umeamua. Umeamua kufanya jambo fulani kwa sababu umeamua. Maisha ya mwanadamu yamejaa chemichemi za uzima. Ndio nasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Kwa nini? Kwa sababu ndiko zitokako chemichemi ya uzima. Sasa maamuzi yakikamatwa, sasa unakuwa na ukaidi. Mathayo 19 mstari wa 8. Maamuzi yakikamatwa, unakuwa na uvivu wa kiroho. Waebrania 12:1. Maamuzi yakikamatwa, unaogopa kujisalimisha kwa Mungu. Jambo la msingi, lazima tumkabidhi Bwana Yesu maamuzi yetu. Jambo la 4, nimalizie dakika 6 zilizobakia, ni dhamiri, conscious, kwamba kitu cha 4 ambacho kiko kwenye nafsi ambacho kinatiririka uzima ni dhamiri. Dhamiri ni nini? Dhamiri ni kelele ndani ya moyo wa mwanadamu kumtangazia kwamba ulichokifanya ni kibaya au kizuri.
Mungu ametengeneza kitu cha ajabu sana kwenye nafsi. Kuna kitu kinachoitwa dhamiri. Dhamiri ni hakimu anayekupa haki au anayekuhukumu. Ukifanya dhambi utahukumiwa, utajisikia huzuni, unatubu. Ukifanya vizuri, dhamiri yako inakusifia kabisa. Kwa hiyo dhamiri inakukemea ukifanya vibaya, dhamiri inakusifia ukifanya vizuri. Hayo mambo mawili ni kitu cha muhimu sana, kiko huko ndani kila unachokifanya, kwa sababu maisha ya mwanadamu yamejaa matukio unayofanya mfululizo. Sasa ukifanya huku ndani, dhamiri inakushtaki kwamba umefanya vizuri, inakusifia, inakushtaki, inakudhamiri, hivyo hivyo mpaka inafika jioni unalala, dhamiri nayo inapumzika. Kwa hiyo dhamiri ni hakimu wa ndani, yuko kwenye nafsi, anatiririkia uzima. Katika Warumi sura ya 2 mstari wa 15 anasema, hao waionyesha kazi ya torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikiwashuhudia, na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe yakiwashitaki au kuwatetea. Mawazo yakiwashitaki au kuwatetea. Ile hali inayokushitaki ukifanya uovu au inayokutetea ukifanya ubaya. Kwa mfano, ndugu yako anaweza akafanya vibaya, ukamwonea wivu, dhamiri itakwambia tu, hapo unakosea, hapo huo wivu, acha. Kwa hiyo dhamiri inatoa sauti. Dhamiri ni kelele ya ndani. Ukijifunza kuisikiliza dhamiri, huwezi ukakosea, kwa sababu ni hakimu mwaminifu mno. Dhamiri ni hakimu mwaminifu asiyejali cheo chako. Ukikosea tu anakwambia ukipata tu safi, anaweka tiki. Ukikosea anaweka kosa dhahiri, anapiga kelele na unasikia na unaelewa. Tatizo unaweza ukapuuzia, na ukiendelea kupuuzia dhamiri yako kwa kadiri inavyokushtua, dhamiri inakufa. Inafika mahali unazini, unaona kawaida tu. Mwanzoni ukizini unaweza ukalia sana, ukatubu, ukafanyaje. Mara ya pili unaweza ukaona kawaida, mara ya tatu unazoelea, unakunywa kidogo, unakosa amani, mke wangu nisamehe, sitarudia. Siku ya pili, ukirudia wiki, dhamiri inakufa. Kuna watu, kuna wanadamu, kuna Wakristo tunasali nao kanisani, dhamiri zao zimekufa. Ndio maana wanakumbuka michepuko kanisani. Mtu mmoja alisema ni heri umkumbuke Mungu ukiwa kilabuni kuliko kukumbuka mchepuko huko kanisani. Tunao Wakristo wengi wana michepuko kanisani, wanakumbuka michepuko wako kanisani, wanakumbuka pombe wako kanisani, wanakumbuka. Dhamiri zao zimekufa. Unatenda dhambi, ukirudia mara moja mara mbili, dhamiri inakufa. Inafika mahali unaweza ukaona ni halali. Unaua siku ya kwanza, unaweza ukapata shida. Baada ya siku 2 3 unaona ni sawa tu kutoa roho za watu, unakuwa sugu. Dhamiri imekufa. Dhamiri ikifa ni shida. Wewe unafikiri kwa nini wachawi wanatoa mpaka watoto wao waliowazaa, wanatoa mpaka ndugu zao, anatoa mumewe au anatoa mkewe uliyempenda, uliyekuwa na mtihani? Wewe unafikiri nini? Ni roho mbaya. Dhamiri imekufa. Mungu atusaidie ili hivi vitu 4 katika nafsi vitoe chemchemi ya uzima. Ndio maana nasema linda moyo wako, ili ukilinda huu moyo, hizo chemchemi 4 nilizozitaja zitatoa uzima. Usipolinda moyo wako, chemchemi zitakazotoka huko ni dhaifu. Ndio maana nasema linda sana
kwa sababu katika maisha yako ya kila siku unatoa chemchemi gani katika hisia? Unatoa chemchemi gani katika akili yako? Unatoa chemchemi gani katika maamuzi? Unatoa chemchemi gani katika dhamiri yako? Anasema linda sana, kwa sababu chemchemi mbaya zitatoka, na unaweza ukalinda kwa maombi. Ndio maana anasema ombea akili yako, ombea hisia zako, ombea maamuzi yako kila siku. Shika kichwa, Mungu nisaidie maamuzi yangu ya kupendeze, yawe sawasawa na mapenzi yako. Mungu nisaidie hisia zangu mchana wa leo zikupendeze katika jina la Yesu. Mungu nisaidie akili zangu zitoe chemchemi njema katika mchana wa leo katika jina la Yesu. Mungu nisaidie dhamiri yangu niisikilize, dhamiri yangu niitii, inaponikemea niiheshimu, inaponikataza nikubali. Nisaidie, shika dhamiri, shika uombe dhamiri, kaa uombee. Jaza neno la Mungu, linda moyo wako kwa kuweka neno la Mungu ndani yako. Soma neno la Mungu mpendwa. Linda moyo wako, roho yako, nafsi yako kwa kuombea. Ombeana, jiombee mpendwa. Okoka, mpe Yesu maisha, mpe Yesu dhamiri, mpe Yesu hiyo nafsi, kwamba Bwana Yesu, nipokea dhamiri yangu, pokea nafsi yangu, pokea moyo wangu. La sivyo itasumbua. Mungu atusaidie. Somo la nafsi ukilipata vizuri, ukalifanyia kazi, umepona na utakuwa ni Mkristo mwenye matunda mbele za Mungu. Kuokoka ni lazima. Kwa jinsi hii nafsi ilivyo complicated namna hii, ilivyo tata namna hii, usipookoka ndugu yangu haiwezekani, kwa sababu nafsi inapiga kelele, nafsi ina vurugu ikiwa hujaokoka. Halafu umeona haya makorokocho yote, hizi chemchemi kila saa zinatoa uovu tu. Hisia inatoa upande huu, akili nayo inatoa upande huu, maamuzi nayo hujafanya, umefanya hivi, hujafanya huku, dhamiri nayo imekufa, umefanya hiki. Ni lazima hivyo vitu vinadhibitiwa. Huwezi ukavidhibiti mwenyewe kwa akili yako, huwezi ukavidhibiti kwa usomi wako. Nafsi huwezi ukaidhibiti kwa usomi, huwezi ukaidhibiti kwa elimu, huwezi ukaidhibiti kwa diploma, kwa degree, kwa masters au kwa uprofesa. Huwezi. Nafsi unaidhibiti kwa kumkabidhi Mungu, unaidhibiti kwa neno la Mungu, unaidhibiti kwa damu ya Yesu, unaidhibiti kwa maombi, unaidhibiti kwa Roho Mtakatifu. Mungu akubariki. Kesho nayo ni siku. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito yake. Mimi ni mjoli wa Bwana, Mwalimu Kimweri. Kwa mawasiliano tuwasiliane kwa namba 0756 760 855 0756 Mungu akubariki. Tambua wewe ni utu wa ndani, na utu wa ndani unaongozwa katika dunia hii kupitia nafsi. Linda sana nafsi yako, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Sasa ndio unaanza kunielewa kwa nini Biblia inasema kuliko vyote ulindavyo. Kwa nini? Ndiko zinakotoka chemchemi za uzima. Ukilinda. Usipolinda itatoa chemchemi ya mauti, na matokeo yake si mabaya, si mazuri. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.